Usiku wa kwanza Mbweni. Hii ni simulizi ya kusisimua. Karibu tusikilize pamoja. Wakati Nadia alipofungua mlango wa nyumba yake mpya, hakujua kwamba hakujiachia tu kutoka katika maisha yake ya zamani, bali alikuwa amejifungia mahali ambapo sauti ya mtu asiyesahaulika bado ilihitaji kusikika. Nadia alisimama mbele ya nyumba hiyo, mkono wake ukitetemeka. Alipojaribu kufungua kufuli, nyumba ilikuwa ni nadhifu, lakini hewa ya ndani ni nzito, kama mtu aliyehifadhi kilio kwa muda mrefu. Aliweka mchoro wake ukutani na kuwasha taa. Taa ziliwaka polepole, kama vile zilitaka kusema kitu. Karibu, lakini si salama. Nadia alianza kupanga vitu. Akafungua boksi lake la vitabu. Kisha ghafla alihisi jicho nyuma yake. Alipogeuka hakukuwa na mtu. Alijipa moyo, ni uchovu tu. Lakini mara alipochora mstari kwenye kanvasi yake, alishangaa mkono wake umeandika neno niache. Akafuta. Alijaribu tena kwa mara nyingine. Mara hii alichora uso wa mwanamke mwenye macho mekundu. Ulitokea bila yeye mwenye kupanga. Nadia alitetemeka sana. Usiku ulipoingia, Nadia alioga na kwenda kulala, lakini ndoto ya ajabu ilimjia. Aliingia chumbani kwake akiwa mdogo. Anamuona mama yake mzazi akimlilia mtu aliyelala sakafuni, lakini Nadia hakumtambua mtu huyo ni nani. Kisha mtu huyo aliinuka ghafla na kusema, "Kwa nini umerudi?" Alipoamka, miguu yake ililoa kama alikuwa anatembea kwenye sakafu yenye maji, lakini hakukuwa na maji popote. Nadia alisikia mlio wa glasi ukivunjika jikoni. Aliamka taratibu na kwenda kutizama, lakini hakukuwa na kitu. Alipogeuka mezani, aliona kikombe cha chai kilichokuwa hakipo awali, na kwenye ukuta kulikuwa kuna maandishi mekundu, "Umesahau nilikuwepo?" Nadia alitetemeka. Alianza kurekodi kile kilichotokea kwa kutumia simu yake mkononi. "Ni usiku wangu wa kwanza, lakini najisikia kama ni mimi ninayeingilia maisha ya mtu." Kisha taa zilizimika ghafla. Mlango wa chumba cha kulala ulifunguka kwa kishindo. Giza lilitanda. Nadia akajisemea moyoni, "Nilihamia hapa kutafuta utulivu, lakini kila ukimya una sauti. Na sasa kila kona ya nyumba hii inanijua kabla sijajifahamu tena." Asubuhi Nadia alijaribu kufungua chumba cha mwisho, hakijawahi kufunguliwa. Alipogusa kitasa, kiliwaka moto. Alirudi nyuma kwa mshangao. Kisha akasikia mlango huo ukifunguka pole pole bila msaada wake. Ndani ya chumba hicho kuna ubao mweusi uliojaa maandishi ya chaki, "Usinisahau." Kila usiku huandikwa jina jipya, jina lake la mwisho Nadia. Nadia alianza kuhisi sauti kichwani mwake. Ni sauti ya kike inayosema, "Sasa ni zamu yako." Akiwa kazini,
anajikuta ameandika barua ya kujiuzulu bila yeye mwenyewe kufahamu. Alipotaka kufuta, ni kama vidole vyake havikutii amri yake. Nadia alirudi nyumbani na kukuta picha yake akiwa na watu wasiojulikana. Ni familia ya watoto 3, mtoto mdogo mmoja, mume na yeye mwenyewe. Lakini akawaza, sina mume wala mtoto, hii inakuwaje? Usiku wa pili, Nadia alisikia sauti ya kupiga kelele ndani ya dari. Alipopanda ngazi kufika juu, alikuta kisanduku kidogo cha mbao. Ndani kuna kidole cha binadamu kilichokauka kau na karatasi iliyoandikwa, mikono yako si yako tena. Alitupa kisanduku kile nje. Kilirudi mezani dakika chache baadaye. Hali hii ilizidi kuwa kama ndoto isiyoisha. Nadia alianza kuona vidonda mikononi mwake bila kuumia. Kila kidonda kina herufi, vinatengeneza neno tulia. Alikimbilia bafuni kuosha damu, lakini alipoangalia kwenye kioo, sura yake si yake tena. Ni sura ya mwanamke mzee mwenye macho mekundu na uso wa hasira. Nadia alipiga kelele. Kioo kilipasuka chini. Maandishi ya damu yalisomeka, sasa wewe ndio mimi. Nadia aliwaza, sikuwahi kuwaza kwamba nyumba hii inaweza kuwa hai, kwamba ina kumbukumbu na kwamba mimi ni kumbukumbu inayojirudia. Sasa sijui tena ilikuwaje kabla sijafika hapa. Sauti zangu zimekuwa si zangu tena. Maamuzi yangu yameshikiliwa. Na sasa kumbukumbu zangu zisizo za kwangu zinaishi ndani yangu. Siku ya 3, Nadia alipata barua ya passport ya posta ya zamani mlangoni mwake yenye jina lake. Ndani kuna hati ya matibabu ya akili na jina lake kamili na picha yake pamoja na tarehe ya kuzaliwa miaka 3 iliyopita katika hospitali ya Milembe. Lakini mimi sijawahi kwenda Dodoma na sijawahi kuugua ugonjwa wa akili. Au nimesahau? Nadia alikutana na mzee jirani, kwa jina anaitwa Mzee Milongo, ambaye alimwambia, wewe si wa kwanza kuja hapa, lakini huenda ukawa wa mwisho. Mzee akamwambia kuwa kila mpangaji aliweza kuishi hapa alipotea, na kabla ya kupotea wote walikuwa na ndoto ya kuua au kuuawa. Wote walikuwa na historia ya kufutwa, hakuna rekodi popote. Usiku Nadia alipata ndoto mbaya sana, zaidi ya ile ya mwanzo. Aliamka na kukaa juu ya kitanda, lakini hakuwa na kumbukumbu. Mbele yake ilikuwa na mtoto mdogo analia. Mtoto akamwambia, uliniacha. Ghafla damu zilianza kutoka kwenye kuta. Nadia alipiga kelele, lakini sauti yake haikusikika. Nadia aligundua kuna kabati dogo nyuma ya kabati kubwa. Ndani yake
kuna kamera ya zamani aina analog. Anafungua, anakuta video moja pekee iliyohifadhiwa. Alipoiwasha, inamwonyesha yeye mwenyewe miaka 3 iliyopita ndani ya nyumba ile ile akiwa na mwanaume na mtoto. Video inamalizika wakati Nadia wa zamani anasema, sijutii ila sitasahau. Ikiwa watarudi, nitaondoka. Kisha video ikakata. Nadia alianza kutetemeka. Hii si nyumba mpya, hii ni nyumba ya siri niliyoiweka mwenyewe, aliwaza. Nilihamia kutoroka, kumbe nilijirudia, na sasa ninachozika kimeamka. Sio nyumba, ni roho. Ni mimi nimejaa miili ambayo sikujua nimeua. Asubuhi Nadia anakuta mikono yake imeloa rangi nyekundu. Kwenye sakafu ameandikwa kwa mstari wa rangi nyekundu. Moto ulikuwa wokovu, moto ulikuwa funzo. Kuta zimechorwa picha za ajali, mtu akichoma nyumba, na sura ya mtoto aliyekuwa kwenye ndoto. Hajui lini alichora, lakini rangi ilikuwa bado mbichi. Nadia anakumbuka jina la daktari mmoja, Dr. Kisena, ambaye alikuwa mshauri wake wa zamani. Alipigia simu. Dr. Kisena akasema, Nadia, nilizani umekufa. Unamtumia sauti ya zamani ya ushauri. Ukishindwa kukumbuka ni kwa sababu uliamua usikumbuke, ila ukirudi pale ilipoanzia utajua kwa nini ulijifuta. Usiku Nadia anaona toleo lake la zamani ndani ya nyumba ile. Toleo lile linatembea likimtizama na kumwambia, wewe ulinifuta, sasa nirudishe. Ghafla Nadia anatumwa kwenye hali ya ndoto ya kikatili, ambapo anaishi tukio la zamani, nyumba ikiwaka moto, mtoto akipiga kelele, mume akimkumbatia na kusema, ulikuwa mzuri kabla ya giza, ulikuwa mzuri sana kabla ya giza halijakumeza. Nadia anaamka katika sehemu ya chini ya nyumba, basement, ambako hakujawahi kuingiwa. Ndani kuna kabati la vitu vilivyofichwa, gauni la harusi lililochomeka nusu, kamera iliyoandikwa usiwashe tena, mfuko wenye cheti cha ndoa, jina lake na Lucas mwalimu, pamoja na hati ya kifo ya mtoto wao Emmanuel. Alipopasua mfuko, alianza kukumbuka. Yeye ndo alianzisha moto baada ya kugundua mumeo alikuwa akipanga kumwacha kwa sababu ya matatizo yake ya kiakili. Nadia alikubali ukweli.
alikuwa mgonjwa mwenye wivu wa hatari, na baada ya kupoteza kila kitu alijifuta mwenyewe kupitia tambiko la kipekee la kujiondoa akili. Sikuwahi kusamehe, na sasa mimi ndio adui yangu. Anachukua kamera na kuanza kurekodi. Ikiwa utaitizama hii kamera, tafadhali kumbuka nyumba hii haikukusamehe, na mimi pia sijakusamehe. Nadia alipotea ghafla. Polisi wanaipata kamera wiki moja baadaye kwenye sehemu ya kichaka nyuma ya nyumba ya Nadia. Kwa miaka miwili nyumba hiyo haikupangwa. Mpangaji mpya anapokuja anapata barua mezani. Hii nyumba haijakaa tupu, inakaa na kumbukumbu zangu. Kisha mlango wa chini unafunguka pole pole bila yoyote kugusa. Usiku wa kwanza Mbweni haukuwa mwanzo, ulikuwa mwisho wa nafsi inayojificha nyuma ya giza lake mwenyewe. Sasa mimi ni kivuli cha kumbukumbu, na nyumba hii ndio mwili wangu mpya. Huu ndio mwisho wetu wa simulizi yetu pendwa ya usiku wa kwanza Mbweni. Na mimi ni mtangazaji wenu Zey wa Simu Cinema. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare pia. Kwaherini.